ngare, kijito cha maji ya uzima. Mungu ni mwema kila wakati. Ninapenda kuweka mbele yenu taarifa fupi ya uinjilisti wa Pentekoste kama ambavyo tumeiandaa kwa taarifa kutoka sharika 12 kati ya 22 za jimbo letu la Siha. Mheshimiwa Msaidizi wa Askofu, neno kuu la uinjilisti wa juma la Pentekoste kwa mwaka huu ni kutoka kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 16 na aya ile ya 13, linalosema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie katika kweli yote. Neno kuu hili la juma lilipewa mada kuu inayosema nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini, iliyogawanywa katika mada ndogo 8 zilizofundishwa na kuhubiriwa katika juma la Pentekoste kwa vituo 61 katika sharika zetu zote 22 za jimbo la Siha. Neno hili likihubiriwa na kufundishwa na wahubiri 120 waliotumwa katika vituo vyote 61, wakiambatana na wapuliza tarumbeta 126. Wapendwa wa sharika, juma la Pentekoste kwa mwaka huu wa 2025 lilizinduliwa na utume ukafanyika tarehe 31 mwezi wa 5 siku ya Jumamosi pale usharika wa Nasai. Na wahubiri kama nilivyosema ni hao ambao wametumwa 120 wakihudumu katika vituo 61 katika sharika zote za jimbo letu. Kufikia jana Jumamosi, wahubiri na wapuliza tarumbeta walitoa huduma katika sharika zote. Na kamati kwa kuongozwa na msaidizi wa mkuu wa jimbo la Siha walikuwa wanapokea taarifa kutoka sharika zote za jimbo, na kufikia jana usiku sharika 12 tu ndio walioweza kuwasilisha taarifa zao. Naomba kuziwasilisha na matokeo yake kama ifuatavyo. Ilifanyika mikutano ya injili katika baadhi ya sharika na kuhudhuriwa na watu 1839. Semina ndizo zimefanyika kwa wingi, na mahudhurio katika semina walikuwa ni watu 5404. Na hapa ikumbukwe ninatoa taarifa kwa sharika 12 ambazo zimewasilisha taarifa. Ulifanyika uinjilisti wa nyumba kwa nyumba na kwa vituo vya bodaboda, na jumla ya watu 3962 walifikiwa. Matokeo yake, jumla ya watu wazima waliobatizwa ni watu 6, watoto waliobatizwa kufikia jana ni 33, Wakristo waliotoka katika madhehebu mengine na kujiunga na kanisa letu ni watu 38, waliokata shauri na kumrudia tena Bwana Yesu ni 660, Wakristo waliorudi nyuma na wakarudishwa kundini ni 44, na ziko jozi 7 za ndoa ambazo zilibarikiwa. Nirudie tena, taarifa hii ni kufikia jana Jumamosi kwa sharika 12 ambao wameleta matokeo yake. Tunatazamia kupitia fomu za tathmini tutapokea taarifa kamili ya jimbo zima. Wapendwa, tunapenda kwanza kumshukuru Mungu aliyetuita na kututuma katika shamba lake kwa siku 7 zilizotangulia zitakazohitimishwa na siku ya 8 leo.
kupitia juma la Pentekoste linalofanyika kidayosisi katika jimbo la Siha. Tunapenda kushukuru uongozi wa dayosisi yetu kwa kuendeleza utamaduni huu mzuri wa uinjilisti wa juma la Pentekoste ambao umekuwa wa baraka sana kwa kanisa katika eneo la dayosisi yetu, kwa majimbo yote kama yanavyopokea kwa zamu mwaka hadi mwaka, na mwaka huu ukiwa ni zamu ya jimbo la Siha. Tunakushukuru kipekee Mheshimiwa msaidizi wa askofu ambaye kwa usimamizi makini umewezesha juma la Pentekoste kufanyika kwa mafanikio makubwa kwa mwaka huu wa 2025, na wewe ukiwa ndiye uliyefungua kwa niaba ya mkuu wa diocese na kuwatuma wainjilisti 120 pamoja na wapuliza tarumbeta 126. Tunaishukuru kamati ya maandalizi na uratibishaji wa juma la Pentekoste kwa maandalizi na uratibishaji mzuri wa kabla na hata wakati wa juma la Pentekoste. Tumepita katika vituo na sharika zetu na kuona hali inavyoendelea, juma likifanyika kwa ufanisi mkubwa, na hata kama kungekuwa na changamoto basi ziliweza kutatuliwa katika mazingira husika bila kuwa na usumbufu wa namna yoyote. Tunaushukuru kipekee uongozi wa jimbo la Siha chini ya mkuu wa jimbo Mchungaji Elisa Kileo kwa jinsi ambavyo waliratibisha vizuri pia kupitia sharika zote na kuweka utaratibu mzuri wa mapokezi ya wageni waliofika katika jimbo, jumla yao 246, na kuhakikisha wanakuwa na mazingira mazuri ya kufanya huduma pasipo usumbufu. Tunawashukuru Wakristo wote na hata wasio Wakristo kwa jinsi ambavyo wametoa ushirikiano katika huduma ya Pentekoste. Kila mahali tulipofika wakati wa uratibishaji na kuona hali inayoendelea, tumeona mioyo ya watu walio tayari kulipokea neno la Mungu, kuwapokea wale waliotumwa na kuwapa ushirikiano wa kutosha. Tunapohitimisha juma la Pentekoste, tunamshukuru Mungu kipekee kwani amewezesha juma hili kufanyika kwa mafanikio makubwa. Mwisho na si kwa umuhimu, tunashukuru sharika mbili. Usharika wa Nasai waliopokea ugeni mkubwa wa siku ya ufunguzi, wakiwapokea wahubiri na wapuliza tarumbeta, lakini wakiwapokea wachungaji pamoja na wawakilishi wa sharika waliofika kupokea wahubiri na wapuliza tarumbeta siku ile ya ufunguzi na utume tarehe 31 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Tunaushukuru pia usharika wa Engare Nairobi kwa siku hii ya leo ya kuhitimisha uinjilisti wa juma la Pentekoste kwa kukubali kwamba kufunga juma la Pentekoste ifanyikie katika usharika wenu wa Engare Nairobi. Nasema asante sana kwa mchungaji kiongozi, baraza la usharika, watumishi wote pamoja na Wakristo wote. Kwa wote niseme neno moja tu ambalo tunaweza kulisema kama shukrani, na hatuna neno mbadala zaidi ya asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa niaba ya kamati ya maandalizi ninaomba kuwasilisha, na nimwalike sasa Mheshimiwa mkuu wa jimbo letu la Siha ili aweze kusema machache na kumkaribisha Mheshimiwa msaidizi wa askofu kwa niaba ya mkuu wa dayosisi yetu ili aweze kuahirisha juma la Pentekoste ambalo tutaahirisha katika ibada hii, lakini mikutano na semina vitaendelea katika sharika na vituo vyote kwa leo na kesho, kwa baadhi walioombwa kuhitimisha kupitia ibada za siku ya pili ya Pentekoste na wahubiri kurudi katika vituo vyao. Mungu awabariki sana.
Bwana asifiwe sana. Basi naomba nisiseme mengi kwa sababu kwanza taarifa inajitosheleza, imetoa shukrani, imetoa matokeo. Sisi tunachosema tu tunamshukuru Mungu sana kwa baraka hii ambayo tumepewa na Diocese Juma la Pentekoste, ingawa tunajua ni kama mzunguko kufanyika katika jimbo letu la Siha, na jinsi ambavyo Mheshimiwa msaidizi wa askofu, ofisi yako chini ya idara ya misioni na uinjilisti imeratibisha na kuweka mipango hii kwa kufanikisha Juma la Pentekoste likawa kama ambavyo tumesikia limekuwa na matokeo mazuri. Lakini mimi niseme tu moja kwamba tunamshukuru Mungu kwa haya matunda yaliyotajwa hapo, na haya yametajwa, ninajua mengi yanaweza kuzaliwa leo. Kwa hiyo taarifa tulizopokea za sharika 12 tunaamini mengine yataendelea kuzaliwa leo. Kwa hiyo huenda hata hizo taarifa data hizo zikabadilika, lakini na zile sharika 10 ambazo hazijawasilisha taarifa zake zitakapowasilishwa, basi naamini tutakuwa matokeo makubwa. Langu la kusema tu ni kwamba tunamshukuru Mungu, lakini pia tuombee Mungu haya matunda yaliyozaliwa, yaliyotokea kwa uinjilisti huu, matunda haya yapate kudumu. Tunajua hawa wametoka mahali, na usifikiri hapo mahali walipotoka wanakaa kimya. Kwa hiyo la msingi ni kuombea sasa, ili hawa ambao wameimarishwa, wamepokelewa, wameingia, waweze kukaa kudumu katika hilo. Kwa hiyo ni wajibu wetu, kila mmoja wetu, wachungaji, sisi waumini, na leo tunaambiwa tumevikwa nguvu ya Roho Mtakatifu kuhakikisha kwamba tunaomba Mungu. Maana huyo aliyenyang'anya hata kaa kimya katika vita hivyo, basi hawa walio vunwa na kuimarishwa waweze kudumu katika hilo. Hilo ndio nilikuwa nasema niombe sana kwamba tuombee sana kazi iliyofanyika na matokeo haya, ili yaendelee kukaa hata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii kukaribisha Mheshimiwa msaidizi wa askofu ili uweze kutuahirishia juma hili la Pentekoste. Asante Mheshimiwa mkuu wa jimbo. Ninaomba tarumbeta mtuongoze. Asante sana Yesu ni 388, na huu wimbo tutauimba tukiwa tumesimama tukimwambia Bwana Yesu asante kwa hayo yaliyotokea. Magonjwa yanapona, na watu wanamrudia Bwana. Tuna sababu ya kumwambia Bwana Yesu asante. 388. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyoni. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyoni. Dhambi zatakasika, dhambi zatakasika, dhambi zatakasika moyoni. Dhambi zatakasika, dhambi zatakasika, dhambi zatakasika moyoni. Siishi bila Yesu, siishi bila Yesu, siishi bila Yesu moyoni. Siishi bila Yesu, siishi bila Yesu, siishi bila Yesu moyoni. Magonjwa yanapona, magonjwa yanapona, magonjwa yanapona moyoni. Magonjwa yanapona, magonjwa yanapona, yanapona moyoni.
amani tunapata, amani tunapata, amani tunapata moyoni, amani tunapata, amani tunapata, amani tunapata moyoni. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ongeza, haitoshi, makofi mengi mengi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Asante sana, Mungu awabariki. Asante mchungaji, naomba mketi. Mheshimiwa mkuu wa jimbo, wachungaji wote, washiriki wote wa ibada hii, na mimi niseme tu machache. Kwanza nijibu neno la mwenyekiti wa ujenzi. Naomba makofi mengi kwa mwenyekiti wa ujenzi. Anajua kutumia fursa, ametuona hapa akasema ninyi mmekuja na muhakikishe mnatushika mkono. Sasa waheshimiwa watumishi wa Bwana, kama tungekuta hawa watu wanakula ugali bila chai tungekula nao pia. Sasa tumekuta hawa wapendwa wana kazi. Mheshimiwa mkuu wa jimbo, naomba tutajadili hapo baadaye tukitoka kwamba sisi kwa umoja wetu tutashiriki vipi kwenye hiyo kazi njema. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia watu wakamwambia Bwana Yesu, huyu anastahili kutendewa neno jema maana ametujengea hekalu. Sasa nilipofikiria, watu wa Ngari mnastahili kutendewa neno jema kwa sababu ninyi sio wale ambao wakitaka kupewa lift wanaenda kuitwa nyumbani. Ninyi mko barabarani, tumewakuta mnatembea. Kwa hiyo nitajadili na wenzangu hapa kwamba sisi tushirikije, kwa sababu kwa kweli kama ni mwendo, tunaona mnavyokimbia mwendo mzuri. Tunamtukuza Mungu kwa ajili yenu. Kila tukija, kama nilivyosema wakati wa mahubiri, tunakuta mambo mapya. Naomba Mungu aendelee kutustawisha hivyo rohoni na mwilini kwa utukufu wa jina lake. Amen. Mshike mkono jirani yako, mwambie asante kwa utumishi wako kwa Bwana. Haya, sasa tumesikia pia habari ya chipsi, hatukujua kama zinapatikana. Asante, na naamini tutashirikiana ili saa ya kazi msiseme chipsi ule wewe alafu kazi. Kwa hiyo itabidi tushirikiane kila upande. Sasa watu wa Mungu, kwa ajili ya taarifa ambayo tumepewa na mchungaji ameeleza vizuri kwamba wameweza kupata taarifa ya sharika 12 kati ya 22, lakini mmesikia wenyewe jinsi ambavyo katika hizo ambazo zimetoa taarifa Bwana ameonekana. Amen. Mungu amekwenda pamoja na watu wake, giza limeshindwa, nuru imeshinda. Kwa hiyo kwa hayo yaliyotokea, tunasema Mungu wetu atukuzwe sana milele na milele. Tarumbeta hebu pigeni kabisa kwa utukufu wa Bwana kwamba Mungu atukuzwe kwa matendo yake makubwa sana. Asanteni tarumbeta, mko vizuri. Tunashukuru sana kwa wimbo huo. Kwa tunampa Mungu shukurani kwa yote aliyotenda katika sharika na mitaa, katika familia.
na kama baba kwa jimbo alivyosema, tunamwomba Mungu mwenyewe astawishe kazi hiyo njema, alee matunda hayo yaliyozaliwa, maana kama neno lake linavyosema, Mungu ndiye akuzae. Naungana pamoja na katibu wetu wa elimu ya Kikristo kutoa shukurani kwa kila aliyetajwa. Nisirudie tena. Asanteni nyote kwa jinsi mlivyoshiriki katika kufanikisha juma hili la uinjilisti wa Pentekoste. Bwana ameiona kazi yenu njema. Bwana asiwapungukie, mzidi kustawi na kuongezeka. Basi kwa maneno hayo, naomba sasa msimame tuweze kutoa tamko la kuahirisha. Basi ndugu zangu wapendwa, kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka tuliopewa na kanisa, kwa niaba ya mkuu wa dayosisi hii Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw, napenda kutangaza kuahirishwa kwa juma la Pentekoste mwaka 2025 katika jimbo la Siha. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi wapendwa, tumefika mwisho wa ibada yetu. Washukuru sana ninyi nyote, pekee sana Mheshimiwa Baba Msaidizi wa Askofu kwa kutenga siku hii na kufika. Na tulikuambia ngari Nairobi wana ibada moja tu ya asubuhi, na ukasema utajitahidi na utaweza, inawezekana. Ukafika kabisa kwa muda na umefika kwa muda. Sina uhakika kwamba uliamka saa ngapi kule kwako, lakini umefika kwa muda, hata sisi wa karibu katuwahi. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini usharika huu umeshashukuriwa kwa kukubali kupokea siku hii ya kuhitimisha. Na wote kabisa niwashukuru ninyi mlioko hapa wapiga tarumbeta kwa niaba wale wengine na wahubiri wengine kwa kukubali kuja Siha na kuifanya kazi hii kubwa ambayo mmeifanya. Mungu awabariki sana. Mkienda pelekeni salamu zetu wana Siha kwa wale ambao mmewaacha kule, na tusaidieni kuwashukuru kwa jinsi ambavyo wamebeba majukumu yenu wakati ninyi mko huku mnakaa fanya kazi ya Bwana. Niwashukuru kamati ambao mmefika, pia sehemu ya kamati iliyokuwa inaandalia jambo hili kwa kufika katika siku hii ya leo. Basi niwatakie baraka za Bwana ndugu zangu wa usharika huu, na sharika nyingine zote tuendelee kuombea kazi hii kama nilivyosema. Mungu atubariki sote na kutakie baraka za Mungu. Na shukuru sana mchungaji kwa kukubali. Muda mfupi tu tulikupa nafasi taarifa kwamba tutahitimishia hapa, na ukasema karibuni kwa moyo kabisa. Asante sana kwa moyo wenu wa ukarimu kwa wageni. Mungu awabariki sana. Basi nikaribishe kama kuna neno vinginevyo, basi tupate wimbo wa kutoka. Bwana apewe sifa. Neno fupi tu. Tunamshukuru mkuu wetu wa jimbo, hajawahi kuja kwetu mikono mitupu. Ametuletea zawadi ya ndizi, kwa hiyo tutazinunua kwenye mnada pale nje. Asante. Tatoka na 405 tukiongozwa na tarumbeta. Engare, Nairobi engare, kijito cha maji